Kumewaka nchini Tanzania baada ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kuagiza mkutano wa dharura nchi nzima. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa jina Tundu Lissu ametoa agizo zito kwa wanachama na wafuasi wa chama hicho kuanza maandalizi ya mikutano ya hadhara nchi nzima mara moja. Agizo hilo limetolewa leo akiwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam mara baada ya kufanya mazungumzo ya kina na wakili wake Paul Kisabo kuhusu mwenendo wa kesi zinazomkabili na mustakabali wa shughuli za chama hicho. Katika mazungumzo hayo, Lissu amepokea na kuipitia nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufani uliotolewa tarehe 15 Aprili mwaka 2026 ambao unatoa uhalali wa chama kuendelea na shughuli zake za kisiasa kufuatia hatua hiyo ya kisheria. Lissu kwa hiyo amewataka Watanzania kujiandaa kwa hatua zinazofuata za kisiasa, akisisitiza kuwa wakati wa kurejea viwanjani umewadia ili kuendeleza mapambano ya kudai haki na utawala bora nchini. Aidha, kiongozi huyo ameweka wazi hoja 7 za msingi alizowasilisha kwa Mheshimiwa Lazarus Chakwera, akisisitiza kuwa kesi ya uhaini inayomkabili ni matokeo ya msimamo wake wa no reforms no election, na ametaka kufutwa kwa kesi zote dhidi yake na chama, kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya Oktoba mwaka jana kupitia taasisi kama SADC, pamoja na kufanyika kwa mageuzi makubwa ya mfumo wa uchaguzi na vyombo vya ulinzi na usalama. Lissu amehitimisha kwa kutoa wito wa upatikanaji wa katiba mpya na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi, huku akisisitiza kuwa yuko tayari kwa mazungumzo ya kweli yatakayofanyika katika mazingira huru. Chadema kimesisitiza kuwa kitaendelea kupigania maslahi ya wananchi na mageuzi ya kitaasisi kwa njia za amani na kisheria, kuanzia wimbi la mikutano ya hadhara inayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Imekuwa ni muda mrefu sana tangia chama hiki kuwa na mikutano yao ya kisiasa, na ilikuwa ni suala ambalo lilikuwa limekidhoofisha pakubwa chama hiki cha Demokrasia na Maendeleo. Ndiposa tumeona watu wengi sana wakihama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wakiingia Chauma, wengine wakiingia ACT Wazalendo, sana wengine wakiingia CCM. Na ilikuwa ni furaha kubwa kwa Samia Suluhu na wana CCM baada ya kuwapokea wale waliokuwa ama wale wafuasi ama wanachama cha Demokrasia na Maendeleo. Ikumbukwe kwamba amri hii iliyotolewa na mahakama imekuwa afueni kwa wengi nchini Tanzania, manake wengi walikuwa wanajua kwamba kulikuwa na ripoti ambazo ziliibuka kuwa Samia Suluhu na pamoja na machawa wake walikuwa wanataka kukipoteza Chadema, walikuwa wanataka kifutwe kabisa Chadema. Ndiposa mengi yamekuwa yakitokea nchini Tanzania, kushikwa kwa Tundu Lissu, kukwamishwa kwa shughuli za kisiasa za Chadema, mambo mengi yamekuwa yakitokea, ila njama ilikuwa ni kukifuta kabisa Chama cha Demokrasia na Maendeleo miongoni ama kwa roho za watu, ila wakagundua kwamba si kazi rahisi kutoa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwenye roho za watu. Na ikumbukwe vile hata wakati ule wa maadhimisho ya miaka 30 ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, walikatazwa wasifanye hafla yoyote. In fact, wakati walijaribu kufanya hafla, polisi walifika pale, wakazusha bendera ya Chadema, wakafurusha watu kwa kutumia vitoa machozi ama mabomu ya machozi. Kwa hivyo ilikuwa ni njia moja ya kuzuia Chadema kuendelea, ila uliona wengine wa Tanzania ambao wanapenda Chadema zaidi walitokea hata wakiwa mashambani, wapata kwamba wameweka bendera yao, atakiwa pale wanapofanya kazi bendera ya Chadema, kuonyesha ile imani kwa chama hiki, chama ambacho kilikuwa kinataka kupotezwa. Kwa hiyo na ile imani ambayo Tundu Lissu amekuwa nayo
na ule msimamo. Wakati mwingine John Heche ambaye ni mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo alitoa siri nzito. Alitoa siri hii tarehe 9 Aprili wakati wa kukumbuka ama wakati wa kuadhimisha mwaka mmoja kuadhimisha mwaka mmoja wa Tundu Lissu akiwa pale gerezani. Alizungumza na kusema kwamba kulikuwa na wakati ambapo Samia Suluhu alituma watu wake waende pale Ukonga gerezani, wakaenda kumwongelesha Tundu Lissu. Na walikuwa nataka kumfungulia Tundu Lissu ila kwa sharti moja, na hilo sharti lilikuwa Tundu Lissu ahame nchini Tanzania aende akaishi nje ya nchi, na hiyo ingempa uhuru wake kutoka pale Ukonga. Wakaita hata familia yake Tundu Lissu, wakawaambia kwamba mkikubali tumwachilie huru basi aondoke nchini Tanzania. Lakini Tundu Lissu, kwa sababu yeye ni Tundu Lissu na kwa sababu yeye ni mtu ambaye ako na msimamo mkubwa sana, akakataa na kubaki na ule msimamo wake tu, msimamo akisema kwamba haki itokee, yale mauaji yaliyofanywa ukweli utokee, kwamba ile tume ya kuchunguza isiwe ya nchini Tanzania, iwe tume ambayo inaletwa kutoka ugenini kama vile Sadiki, kuja uchunguze yale mauaji, itoe taarifa kamili, ni nini kilichosababisha mauaji yale, ni nani aliyesababisha mauaji yale, na sana sana miili ya watu ambao walipotea ilikuwa imepelekwa wapi. Kwa hiyo kwa sababu yeye kakataa, ikabidi amewachiliwa, amerudishwa ndani. Akarudishwa. Ndio maana bado Tundu Lissu yupo pale gerezani. Ukiangalia kesi yake ni ya kusukwa tu. Ile kesi yake si kesi, ingeshaisha kitambo. Ni kwa sababu ya Tundu Lissu alikataa kufuata maagizo aliyopewa na Samia Suluhu. Manake wanaogopa akiachiliwa huenda Samia Suluhu asiongoze vyema nchini Tanzania. Ila kwa sasa ukiangalia, hata kama ikumbuke jinsi mahakama imeachilia huru Chadema na Tundu Lissu ametoa amri kutoka gereza, basi mambo Tanzania hayatakuwa jinsi yalivyokuwa. Manake sasa upinzani umerejea. Upinzani murua umerejea. Ni wakati tunazidi kutazama tuone itatokeaje. Najua una maoni yako, haya ni ya kwangu, ila uweze niandikie ujumbe hapo chini ukitoa maoni yako, tuweze kufanya mjadala kwenye comment section. Huenda yatakuwa msingi kwa yale ambayo naenda kuiongelea kwenye video itakayokuja. Subscribe, like na kushare video zetu, gonga alama ya kengele ndiposa upokee notifications kila wakati tunapokuletea taarifa.